Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Nichukue fursa hii kukukaribisha katika channel hii pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii hutupa mafundisho ya neno la Mungu na mahubiri ya neno la Mungu na maombi na maombezi kwa watu wote. Nichukue fursa hii usiku wa leo kusema nawe katika usiku wa leo, na kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa, tunapenda wageni, karibu sana. Ombi langu ili upate vipindi vyetu vijavyo kwa wakati na kwa muda mwafaka, unaweza ukasubscribe channel hii, kabonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe. Moja kwa moja utapata vipindi vyetu tunavyovituma kwa wakati. Kaweka comment yako hapo chini. Mungu akubariki sana. Nianze moja kwa moja usiku wa leo wa manane. Tamani nijifunze kitu pamoja nawe katika maisha yako. Na siku ya leo tutajifunza kwa habari laana iliyotamkwa kwenye ardhi. Laana iliyobebwa katika ardhi. Laana iliyobebwa katika ardhi. Katika ulimwengu wa kiroho. Ardhi ina uwezo wa kubeba laana. Yaani kile unachotamkiwa kibaya, kile unachotamkiwa kwamba utafanikiwa, ardhi inaweza kubeba ile laana. Na kawaida ya ardhi inaweza kubeba laana ya vizazi mpaka vizazi. Inapokuwa ninaongea kwa habari ya laana, ninaongea kwa habari ya nguvu ya uharibifu. Neno laana maana yake ni nguvu ya uharibifu. Neno baraka maana yake ni nguvu ya kukufanikisha kwa kila jambo. Ukiwa na baraka, una nguvu ambayo ukifanya jambo lolote unaweza kufanikiwa. Lakini ukiwa na laana, una nguvu ambayo ukifanya jambo lolote, kwenye biashara linakufa, kwenye kazi inakufa, kwenye uchumi unakufa, kwenye ndoa inakufa. Laana katika ulimwengu wa kiroho. Asa leo ninafundisha laana iliyobebwa katika ardhi. Kwa nini? Katika kuna laana ya familia. Kuna laana ya familia. Kuna laana ya ukoo. Kuna laana ya eneo unaloishi. Kuna laana ya vizazi na vizazi. Lakini cha kushangaza, eneo kubwa wakitaka kuachilia laana, huwa wanaachilia kwenye ardhi. Wale wachawi huwa wanaishika ile ardhi ya eneo unaloishi, wanaitolea sadaka. Baada ya kuitolea sadaka, wanachinja, damu inamwagika kwenye ile ardhi, wanalaani. Vijana wa mtaa huu wao wote walevi. Vijana wa mtaa huu wasijielewe. Wanalaani anayekuja na mafanikio kwenye mtaa huu ambaye sio mchawi,
asifanikiwe, watoto wa mtaa huu wasisome, au wasome wasipate kazi. Wanalaani kupitia malango ya ardhi. Sasa zile laana huwa zinabebwa kwenye ardhi, na ndio maana ukitaka kufanikiwa, cha kwanza lazima ushughulikie ardhi. Kuna somo ambalo nitafundisha mafanikio kwenye uchumi wako. Huwa mchawi anapokuja kuroga, kama somo lililopita la kwanza nimefundisha, kuna mahusiano kati ya ardhi na mtu. Kwa akitaka kukuadhibu mchawi, huwa analani kwenye ardhi. Akitaka kufunga duka lako usiuze, huwa analani kwenye ardhi. Anasema kwenye ardhi hii hatauza, kwenye ardhi hii hatafanikiwa, kwenye ardhi hii hataongezeka kibiashara. Analani kupitia lango la ardhi. Kwa hiyo ardhi inaweza kubeba kifungo. Kwa kuna watu wanapita kwenye vifungo, lakini ajui kifungo hicho anachopita kimetokana na nini. Na ndio maana unaweza ukaingia kwenye mtaa ukakuta tu ni walevi tu, ukaenda kwenye mtaa ni walevi tu, ni walevi, na wewe mwenyewe ukawa umekaa pale unashangaa roho ya pombe tu inakukamata. Hiyo shida iko kwenye hiyo ardhi, hiyo laana iko kwenye ardhi. Unaweza ukaingia kwenye eneo ukajikuta mnagombana, mnafarakana kwenye ndoa, lakini kabla mjagombana, angalia huo mtaa hawagombanagi, hawana vita kwenye ndoa, hawana vita kwenye eneo la familia. Hiyo issue inakuwa imebebwa kwenye ardhi katika hilo eneo. Kwa wachawi wanalani kwenye ardhi, wakuu wa anga, na wanatoa na sadaka kwamba mtaa huu watu wasifanikiwe. Kwa unapoenda kufanya biashara au unapoenda kujenga shule, unapoenda kufungua duka biashara, unapoenda kufungua kampuni, unapoenda kujenga nyumba, lazima ujue cha kwanza cha kushughulika nacho ni hiyo ardhi unaofanyia kazi, hiyo ardhi unaofanyia biashara katika ulimwengu wa roho. Ardhi na anga ndio inaweza kubeba vifungo katika ulimwengu wa roho. Mathayo sura ya 18 mstari wa 18. Mathayo sura ya 18 mstari wa 18. Maandiko yanasema, jambo lolote mtakalolifunga duniani litafungwa na mbinguni, na jambo lolote mtakalolifunga duniani, litakalolifungua duniani litafunguliwa na mbinguni. Maandiko yanasema kwa habari ya kufunga na kufungua, na maandiko yanakuonyesha vifungo vya uchumi wako, vifungo vya kazi yako, vifungo vya biashara yako vimebebwa katika maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza ni kwenye anga, eneo la pili ni kwenye ardhi. Vifungo vyako vingi, eneo la kwanza ulimwengu wa roho ni kwenye ardhi, eneo la pili ni kwenye anga. Narudia tena, leo nayachambua kwenye ardhi ndiko kuna beba madhabahu zote duniani.
ziko kwenye ardhi. Ibada zote duniani ziko kwenye ardhi. Sasa hao wachawi wanajua siri hii. Wakitaka kuharibu maisha yako, uchumi wako, wanalaani kupitia ardhi, laana iliyobebwa kupitia ardhi. Unaweza ukasema, mtumishi, unaongea nini? Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Mwanzo sura ya 4. Tuanze tu Mwanzo sura ya 2. Kuna kitu nataka nikueleweshe, na ndio maana utaanza kuangalia baada ya somo hili, utaanza kuvuta picha. Kwa nini unaota mara kwa mara uko kwenye ile ardhi ya kijijini? Kwa nini unaota mara kwa mara uko kwenye nyumba zile za kijijini, mazingira yale ya kijijini? Shida inakuwa kwenye ile ardhi. Laana au kifungo kinakuwa kwenye ile ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2, sura ya 3. Mwanzo sura ya 3 nafundisha laana iliyobebwa katika ardhi. Ili umiliki biashara kubwa, umiliki kampuni kubwa, cha kwanza kinachotakiwa kushughulikiwa katika maombi ni ardhi. Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 17. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako na ukala matunda mti ambao nilikuagiza usiale, ardhi imelaniwa, ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Hii ni Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Mungu anamwambia Adamu, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako na ukusikiliza maneno yangu, ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Mpendwa, unanisikiliza, mtu wa Mungu, unanisikiliza. Ardhi, Adamu amefanya makosa. Adamu ametenda dhambi, lakini maovu yale ya Adamu au laana ile ya Adamu imebebwa katika ardhi. Mateso yale ya Adamu aliyefanya dhambi kwa Mungu yamebebwa katika ardhi, katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaanza kuangalia Adamu anaingia kwenye mapito, lakini ardhi inaongea kwa ajili ya Adamu katika ulimwengu wa roho. Nafundisha nini? Kuna watu walianzisha biashara kubwa, kuna watu walianzisha makampuni makubwa, kuna watu walianzisha biashara za kawaida, kuna watu mitaji yao imekatika. Mwana maduka alifungua maduka, mitaji ikakatika, lakini chanzo cha mapito yao, ardhi ndio ilikuwa inabeba vifungo vya laana. Wanatamka kwenye ardhi usifanikiwe, wanatamka kwenye ardhi usinuke uchumi. Kama unataka kumiliki, cha kwanza lazima utawale kwenye ardhi. Kama unataka kumiliki, cha kwanza ulimwengu wa roho, lazima umiliki kupitia ardhi. Katika ulimwengu wa roho, uwe na muda kuiombea ardhi, kuitamkia ardhi katika ulimwengu wa kiroho.
Angalia kitabu cha Yeremia sura 22 mstari wa 29. Kuna siri ya ajabu Mungu anataka kutufundisha usiku wa leo. Kuna siri ya ajabu Mungu anataka kutufundisha usiku wa leo. Yeremia 22 mstari wa 29 mpaka 30. Mungu anamwambia Yeremia aseme na nchi, asema nchi, lisikie neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi, andika habari za mtu huyu kwamba atafanikiwa yeye na uzao wake, yeye na kizazi chake. Andika habari za mtu huyu, hatafanikiwa yeye na uzao wake, yeye na kizazi chake. Anaambiwa aandike kwenye ardhi, alafu kwenye ardhi hiyo wanatamka laana, na ile laana inatamkwa ya vizazi mpaka vizazi. Manake ardhi inaweza ikabeba laana ya vizazi mpaka vizazi. Ndio maana kuna maeneo unakuta mtu unapambana uinuke kimaisha, unapambana uokoke, laana kwenye ardhi ya kwenu yasema hamna kuokoka. Unapambana ufanikiwe, lakini laana ya kwenu inasema hakuna kufanikiwa. Kuna watu kabisa anajua kabisa kwamba hiki nachopitia, kuachika kwenye ndoa, vita kwenye ndoa, mama alipitia, baba alipitia, jomba alipitia, anajua kabisa ni laana, lakini laana hiyo imebebwa kwenye ardhi. Kuna mtu anapita kwenye mapito akifanya kila kitu kinakufa, akijaribu kufanya mambo yanakufa. Laana hiyo imebebwa kwenye ardhi. Kuna mtu unakataliwa, unachunguza kabisa, kwenye familia yetu tunakataliwa, tunatengwa, tunakataliwa. Laana hiyo imebebwa kwenye ardhi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo pointi yangu kubwa, ili uweze kufanikiwa katika maisha yako, uchumi wako, familia yako, kazi yako, cha kwanza, ombea ardhi. Watu wa giza wana akili za rohoni. Tajiri wa Mbeya, tajiri anayetoka Mbeya, au tajiri anayetoka Mwanza, akija Arusha huwa anakuja na ile tajiri wale wa giza wanaotumia ufalme wa giza, huwa anachota ile, anaambiwa chota ile ardhi ya kule, anaileta huku. Katoka Mwanza analeta ardhi ya Mwanza, wanakuja naichanganya na ardhi ya Arusha, wanaisomea, wanaifanyia ibada, ndipo mtu anaweza kafanikiwa. Lakini tu akaja kichwa, katoka Mwanza akakimbilia Arusha, eti aje kuwa tajiri, ardhi inamkataa. Kwa nini ardhi mkatae? Miungu yote iko kwenye ardhi. Miungu inafanya kazi na ardhi. Kwa hiyo ili ufanikiwe, cha kwanza unatakiwa uiombee ardhi, kufuta laana za huo uzao au vizazi kwenye hiyo ardhi, ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Ndio maana
laana zote zinabebwa kwenye ardhi. Mabaya yote yanabebwa kwenye ardhi katika ulimwengu wa roho. Nasikia damu ya Kaini, damu ya Abili inalia kwenye ardhi. Damu ya Abili inalia kwenye ardhi. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Maandiko yanasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kushuka na kuniomba, asema, ndipo nitakapoiponya nchi yao. Wanapofanya matambiko, wanapofanya ibada za wafu, wanapofanya ibada za kumwaga damu ya mtu, wanapobaka, wanapozini, wanapozulumu mali za mtu, kinachoathirika ni ardhi. Inatengeneza chuki, inatengeneza laana. Na hii imewakuta watu wengi wamejenga kwenye maeneo ya nyumba, badala waendelee mbele kimaisha, wanarudi nyuma. Imewakuta watu wengi wamejenga shule, badala apate wanafunzi, anarudi nyuma. Hii vita inayopita inatoka wapi? Hii changamoto inayopitia inatoka wapi? Kwenye ardhi, katika ulimwengu wa roho. Ndio inaweza kubeba laana katika ulimwengu wa roho. Ndio inaweza kubeba uharibifu katika ulimwengu wa kiroho. Ardhi katika ulimwengu wa roho. Naomba ili ufanikiwe, lazima ufute laana ya ardhi. Kunaweza kuhamia tu sehemu, umekuta kuna ukoto fulani uko pale, kuna kabila fulani liko pale, kuna laana zao kwenye ile ardhi. Au unaweza kwenda kununua eneo, ukajikuta eneo unaenda kununua, mambo hayaendi, kumbe walizulumiana, walimpiga huyo mtu aliyokuwa na ile eneo, akamuua, wakamwaga damu yake, wengine walimrusha ile eneo. Kwa ile laana inaongea kwenye ardhi. Mimi ni kwa nini niuawe? Mimi kwa nini nifanyiwe hivi? Mimi kwa nini wewe na pesa nilikufa hajanitunza? Kwa unakuta unaenda kununua eneo, unapata vita, lakini vita hiyo imeanza kwenye ardhi. Laana iliyobebwa katika ardhi. Naomba unifuatilie somo lijalo kwenye channel yetu pendwa hii ya Apostle Katambi, ili wa kwanza kupata masomo yetu. Unaweza ukasubscribe channel hii, bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe yako hapo kwenye simu yako au laptop yako. Moja kwa moja utajiunganisha na masomo yetu. Tunapotuma utayapata kwa wakati. Unaweza pia ukaweka comment yako hapo chini. Mungu akubariki sana. Like ujumbe huu, share. Mungu akubariki sana. Kwa kuna vita unapitia kwa sababu sio kwamba una makosa. Kuna mashambulizi unapitia sio kwa sababu una makosa. Ardhi inakataa. Mungu akubariki. Asante kwa kunisikiliza, na neema ya Mungu iwe juu yako katika jina la Yesu aliye hai. Amen.